hilo ni Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan. Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania inaratibu ushiriki wa maonesho hayo kwa niaba ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe nilizozitaja. Na ushiriki wa Tanzania umejikita katika kutangaza fursa mbalimbali zilizopo hapa nchini, na sekta zote zitatangazwa pamoja na miradi yote ya kipaumbele, na tumeshaanza na tumejiandaa kikamilifu kuhakikisha ndani ya miezi 6 tunapata fursa hizo. Na miongoni mwa programu ambazo tumeziandaa, napenda nichukue fursa hii kwa wale watazamaji ambao wanatuangalia, makampuni na mataasisi, mawizara yote, mikoa, naamini mikoa na mawizara yote wana miradi mbalimbali. Kwa hiyo waendelee kutuletea miradi yao kwa ajili ya kuitangaza. Sekta ambazo tumeziandaa na program ambazo tumeziandaa zimezingatia vipaumbele vyote. Kuna sekta ya afya, nishati na madini. Kutakuwa kuna programu hiyo ambayo hiyo. Na kwa nini tumeweka programu hizo? Tumesema tusiache kitu. Ndani ya miezi 6 tuhakikishe tumekuja na mafanikio. Miradi yote tumeuza. Kuna program ya utalii, kilimo na uchumi wa blue. Kama unavyofahamu, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pia ina kipaumbele katika uchumi wa blue. Na kuna miradi ya kimkakati ya ujenzi miundombinu ya barabara, reli na viwanja vya ndege. Kuna program hiyo ambayo itakuwa inaendelea. Na program hizi ni za wiki 2. Program zisizopungua siku 14. Kwa nini siku 14? Kwa sababu kutakuwa kuna maeneo ya kwenda kuvisit B2B, kuwakutanisha na wadau wenzao husika. Mwake ni kuongezeka kwa washiriki. Kumekuwa na ongezeko la washiriki kutokea 2926 hadi 3503, na kuongezeka kwa washiriki wa nje pia kutoka idadi ya 76 makampuni hadi kufikia makampuni 451. Lakini pia kuongezeka kwa nchi shiriki kutoka nchi 17 hadi nchi 28. Na hii imetokana sana na jitihada za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ziara mbalimbali alizozifanya kuhamasisha na kuipromoti Tanzania. Hatimaye nchi zimeongezeka kutoka 17 zimekuwa 28. Pia kuongezeka kwa ajira za muda mfupi kutoka 11,200 hadi 11,869.